Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar. Ni mtaalamu wa kufasiri ishara za nyota na ndoto na utatuzi sahihi kwa maana ya utibabu katika upande wa mwili na kiroho na kiakili. Yaani kwenye mwili maana yake nitakushauri nini chakula, matunda, mbegu, majani fulani ambayo yanafahamika ni matibabu au ni tiba dawa. Lakini pia kwenye kiroho ni namna kukueleza unatuliaje akili zako, lakini dua mbalimbali ndio nakuwa ni matibabu ya kiroho. Lakini pia upande wa kiakili inakuwa ni ushauri, nakuwa na kushauri mambo kadha wa kadha, una msongo wa mawazo lakini hujui ni kipi cha kufuata na ni kipi cha kuacha, na kuwa na kushauri. Haya ni katika mahesabu ambayo tunakuwa tunaangalia kupitia Lunar Mansion au Manazilul Qamar, lakini pia na jua linapokuwa linaingia katika zile sayari ambazo zinazozunguka jua, basi inakuwa inatuletea hesabu wakati unazikutanisha hesabu mbili. Kwa hiyo katika mwezi wetu huu wa kinyota ambao utakuwa ni mwezi wa 9, Mungu akipenda, kama tunavyoashiria, nyota ya kwanza ni Kondoo. Wasiwasi utakuwa ni mwingi, hofu zitakuwa ni nyingi. Lakini pia ni nafasi ya kupata yale ambayo ulikuwa unayahitaji lakini huenda usiyapate. Lakini kama ulitaka kuweka ahadi au umewekewa ahadi, pia ahadi hazitotekelezwa. Na ni wakati wa kuibiwa, pia utaibiwa vitu vyako na vitu vingi havitoendelea. Lakini mwili pia utaharibika kutokamana na matumizi labda ya chakula au dawa au hewa. Ni katika hali katika mwezi huu itakayo kukuta zaidi. Lakini upande wa afya tunaangalia matumbo yatakuwa yanasumbua. Matumbo madogo utakuwa unaona labda gesi imezidi, hali kama hiyo itajitokeza. Lakini upande wa kipato au kiuchumi katika nyota ya kwanza ambayo ni Kondoo, fursa za kuongeza kipato, lakini matumizi yasiyopangwa yanaweza kupunguza faida. Kwa ni vizuri ukaangalia. Naam, nyota ya pili ni nyota ya Ng'ombe. Nyota ya Ng'ombe kipindi hiki ni kipindi kizuri kama unapanga mipango ya safari. Wale ambao mnaotafuta visa, ni wakati mzuri wa kupata visa. Lakini kubadilika kunaweza kujifunza mambo mapya ya kielimu, lakini utapokea taarifa nyingi ambao ni ujumbe, barua, mialiko itajitokeza. Na ni wakati mzuri kama utalipa madeni. Ukalipe madeni yale unayodaiwa. Sio lazima ulipe yote, lakini hata ile kulipa kidogo kidogo inakuwa inaleta matumaini. Wakati unasubiri kulipa zote, huwezi ukapata zote. Kwa hiyo unatakiwa ulipe kidogo kidogo, na wewe unalipa kwa moyo. Lakini pia ni nafasi nzuri ya kuhama. Unaweza ukahama kutoka chumba kwenda chumba kingine, au hata ukahamisha vitu vyako, kubadilisha mazingira ya chumba chako. Lakini unaweza ukahama kutoka nyumba kwenda nyumba, ukahama kutoka mkoa kwenda mkoa. Hata safari zile za mbali, hasa safari za mbali inakuwa ni nzuri katika kipindi hiki. Ukafuatilia mipango hiyo ya safari itakuwa ni mizuri. Lakini kipindi hiki uwe mwangalifu, kwa sababu kudanganywa kutakuwa ni kwingi. Kufanyiwa mazingaombwe, kudanganywa, ni wakati ambao utajitokeza, mambo mengi yatajitokeza ya aina hiyo. Pia vile vile upande wa hali ya kiafya utakuwa unawashwa mwili, lakini haja ndogo pia itakuwa inasumbua. Na upande wa kipato katika nyota hii ya pili ambayo ni Ng'ombe, kiuchumi ni mwezi wa kujenga na kuhifadhi, na si mzuri kwa hatari kubwa za kifedha ambazo zitajitokeza. Labda matumizi yako wewe unahisi unawekeza, kumbe ndio unaenda kupoteza. Lakini wale ambao mnakuwa mna shida zenu mbalimbali, mnaweza mkafuatilia kwa ajili ya kufanikiwa hizo haja zenu. Nyota ya tatu ni nyota ya Mapacha. Katika mwezi wetu huu wa 9 wa kinyota, kama inavyoashiria, unayo nafasi ya kupata kesi. Lakini si kesi peke yake, unayo nafasi ya kutekelezewa haja zako. Lakini kama unatafuta kazi, pia unayo nafasi ya kupata kazi, kufanya mambo mazuri, kupata heshima. Yote hayo yatajitokeza. Lakini wewe muangalifu ili usije ukapate, kama nilivyokuashiria, kesi. Inaweza kuwa ni migogoro ya kifamilia, migogoro ya kimitaa, lakini migogoro ya mabaraza mbalimbali au hata mahakama, polisi inaweza ikajitokeza. Lakini upande wa mama, ni mzazi wako pia atakushughulisha, au mlezi wako pia atakushughulisha.
kutegemea na hali atakayo kuwa nayo. Twaib, lakini pia ni kipindi kizuri cha kuelekea kwenye upendo zaidi au kufikia yale malengo yako. Lakini hapa ndo pa kuangalia zaidi, inatakiwa uangalie matatizo ambayo uko nayo yanayopelekea fursa kama hizi unakuta hazitimii na zinakuwa zinakupita tu kama zinavyopita. Lakini upande wa maradhi katika mwezi huu utasumbuliwa zaidi na viungo kwa ujumla. Mara kichwa, macho, masikio, kifua, kiuno, miguu, mkono, mikono, mabega, yote haya yatajitokeza zaidi katika kipindi hiki cha nyota. Naam. Lakini upande wa kiuchumi katika nyota ya mapacha, yani habari zitakuwa ni nyingi, mawasiliano na biashara vinaweza kuleta vyanzo vipya katika kipato chako. Hiyo ni katika nyota ya mapacha. Naam. Na nyota ya 4 ni nyota ya kaa. Katika kipindi hiki nyota ya kaa, misaada mtapata, neema zitakuwa ni nyingi. Wale ambao mnaotaka kufuatilia mashamba, kujenga, ni wakati mzuri kwenye hii nyota ya kaa. Kwa utaona mambo mengi yale ambayo utakuwa unatarajia kuwa, utaanza kuona yanakuwa na mwelekeo mzuri. Lakini kwa sharti usio na mikosi. Mikosi ni ile hali ambayo unaona kila jambo unalolifanya linakuwa halitimii, ndio tunaita ni mikosi. Lakini kwa mara moja tu hatuwezi kusema ni mkosi. Inaweza ikawa umekosea kidogo au ndio ikawa mkosi wenyewe umeanza, lakini kutofanikiwa mambo yako mara kwa mara ndipo tunasema ni mikosi. Lakini kipindi hiki unayo nafasi kubwa ya kuongezewa upendo, kupata marafiki, kupata mialiko mbalimbali na mambo yakaenda vizuri. Upande wa afya utasumbuliwa zaidi na mgongo, maumivu ya mgongo, utakuwa unajisikia kuuma mgongo mara kwa mara. Lakini upande wa kiuchumi, fedha zinaweza kuimarika taratibu, lakini misaada kutoka kwa mtu au vyanzo vingine vinaweza pia kujitokeza katika mwezi huu wa kinyota. Naam. Na nyota ya 5 ni nyota ya Simba. Katika kipindi hiki watu wa nyota ya Simba mtakuwa wanyonge, huzuni zitakuwa ni nyingi, lakini mtafanyiwa sana husda, mtatetwa, vitimbi vitakuwa vingi na utaona mambo mengi yaliokuwa mazuri sasa yanabadilika. Kama mtu alikuwa anatamani au ameweka ahadi mwenyewe kukusaidia, utaona anakuambia uwezo hana, au ile ahadi alikuwa ameipangilia utasubiri. Kwa hiyo utaona mambo yamekuwa yamebadilika. Lakini mambo mengi hayatotimia, utaanza kuona kuchanganyikiwa, lakini wasiwasi utaongezeka, kuibiwa kutajitokeza, migogoro pia itajitokeza. Kwa hiyo utaona kila jambo linakuwa haliko vizuri katika mwezi huu. Hii ni kwa watu wa nyota ya nini? Nyota ya Simba. Lakini upande wa afya mtakuwa mnasumbuliwa zaidi na mawazo, kwa sababu mabadiliko ya kimwili yatajitokeza. Kwa hiyo utaona mawazo yatakuwa ni mengi, huzuni nyingi, msongo wa mawazo utaongezeka, lakini pia maumivu au kuwashwa kwa ngozi pia kutajitokeza, kuwashwa zaidi. Lakini upande wa uchumi katika nyota hii ya Simba, kipato kinaweza kuongezeka, lakini matumizi kwa anasa au hadhi yanahitaji kudhibitiwa. Unaweza ukaona una nafasi nzuri, sasa watu wamekualika sehemu au umewaalika, unataka kuwaonesha kutokamana na nafasi yako, basi matumizi yakawa ni makubwa. Kwa hiyo hapo unatakiwa ujiangalie sana wewe mtu wa nyota hii ya nini? Ya Simba. Na nyota yetu ya 6 katika matukio ya mwezi wa 9 mwaka 2026 ni nyota ya Mashuke. Nyota ya Mashuke kipindi hiki ni kipindi kizuri. Unaweza ukaanzisha jambo lolote, lakini pia kwenye mambo yanahusiana na wewe kama afya ni jambo zuri, kuoa ni jambo zuri, kusafiri ni jambo zuri. Na ni wakati mzuri kama utajiandaa, kwa sababu utakuwa unatoka kwenye dhiki na kuelekea kwenye raha. Ni wakati wako huu wa kufanya hayo, au kutoka kwenye giza, kutoka kwenye kuteseka kuelekea kwenye faraja. Huu ni wakati wako. Lakini pia katika maradhi atakayokusumbua zaidi itakuwa ni mambo ya miguu, hali za miguu, hasa huku chini ya nyayo, huku chini ya miguu, kwenye hizi chini ya magoti, utaona miguu itakuwa inasumbua zaidi. Lakini pia maumivu ya mgongo yataendelea kusumbua katika nyota hii ya Mashuke. Upande wa kiuchumi katika nyota ya Mashuke ni mwezi mzuri wa kupanga bajeti zako, kupanga mipangilio yao kati ya kulipa madeni na kuweka akiba.
Lakini hata kwenye matumizi yawe ya kawaida, lakini madeni ni vizuri ukayalipa, na nyingine ukaweka akiba. Usije ukalipa madeni labda yote wali ya kuwa akiba hauna. Katika mwezi huu, mwezi wa 9 2026. Naam, nyota ya 7 ni nyota ya Mizani. Katika matukio ya mwezi huu wa 9, nyota ya Mizani ni mwezi mzuri katika maisha, katika misaada, lakini watajitokeza watu kuhitaji misaada. Hawa ni ndugu, jamaa, marafiki, majirani. Ni vizuri ukawasaidia, na maongezi yawe ni mazuri, usiwache bila kuwasaidia. Lakini mbali na hiyo, mambo mengi yatakuwa ni mazuri ambayo yataonesha uajabu. Watakuona umuhimu wako, yani kwa kile ulichokifanya cha kusaidia watu. Utakuwa umeonesha ajabu zaidi kwamba hata huyu kasaidia. Inawezekana ulikuwa huwasaidii, lakini sasa umewasaidia. Kwa hiyo fanya hivyo, itakuwa inakusaidia. Lakini pia ni wakati mzuri wa kuangalia, kuna mambo ambayo yatakajitokeza ya kiuchumi, lakini ambayo yatakuwa ni mazuri. Lakini kwenye ile mipango yako uliokuwa unataka kufanya, kununua au kuuza, ni vizuri ukaitekeleza katika kipindi hiki. Upande wa afya, katika hii nyota ya Mizani, mtakuwa mnasumbuliwa na kusikia mwili kama vile mtu aliopondwa hivi, yani maumivu katika mwili. Lakini pia mtakuwa mnasikia maumivu katika miguu. Miguu mtakuwa mnasikia maumivu, na pia vile mtasumbuliwa na majipu au mapele yatajitokeza. Wengine watasema ni allergy, ni mzio, yote kwa yote, lakini itatokea hiyo hali. Katika nyota ya Mizani, upande wa uchumi, fursa za ushirikiano ni nzuri na biashara zitaonekana pia. Lakini mikataba ni vizuri ikasomwa kwa umakini. Kama unataka kuingia mikataba ya kazi, biashara, kwa jambo lolote, ndoa pia ni mikataba. Umeenda kuchukua nyumba ya mtu, ni mikataba pia. Ni vizuri hiyo mikataba ikasomwa kwa umakini zaidi. Naam, nyota ya 8 ni nyota ya Nge. Katika kipindi chetu hiki ni kipindi kizuri kwa marafiki. Wale ambao mliolewa, muangalie sana upande wa wakwe zenu. Kama ni mwanamume, uangalie upande wa wazazi wa mkeo. Kama ni mwanamke, uangalie wazazi wa mumeo. Kuangalia kwenye nini? Unaweza kuona kuna maneno yanakuja yakakuchanganya. Sasa usialipue. Lakini akiwa ni mazuri pia kuyafanyia kazi na kwa ni nzuri. Ukishindwa kabisa, ni vizuri basi ukakaa kimya. Pia kingine, ndoto zitakuwa ni nyingi, taarifa zitakuwa ni nyingi ambazo utakazozisikiliza. Lakini watu wengi watakuchunguza, yani kukupekua. Si unajua tena ile upekuzi, yani mtu anaanza kukuchunguza, kukufuatilia. Ni katika hali itakayojitokeza zaidi katika kipindi hiki. Lakini ni wakati mzuri wa kupata heshima kwa ndugu zako, lakini pia kukamilisha ule utu wako, kuonesha ule utu wako. Ni katika yale mambo utakayo wafanyia mazuri. Upande wa hii nyota ya Nge, kwenye maradhi mtasumbuliwa kichwa kitakuwa kinauma sana, na uso. Utasikia mzito wakati mwingine, kama unataka kuanguka, au unaona kizunguzungu wakati mwingine, unatazama unakuwa hauoni vizuri. Haya ni mambo yatakayojitokeza katika mwezi huu wa 9 kinyota. Lakini upande wa uchumi, katika hii nyota ya Nge, kuna uwezekano mkubwa wa kupata faida nyingi. Lakini pia gharama zisizotarajiwa zitajitokeza, na uwe muangalifu. Lakini pia epuka mikopo ile ya haraka. Unaweza ukaona umepata shida kidogo, ukaona ufumbuzi ni kuchukua mikopo. Hiyo mikopo itakuwa sio mizuri, itakuingiza kwenye matatizo makubwa ambayo yatapelekea kujuta. Naam. Upande wa nyota ya 9 ni nyota ya Mshale. Nyota ya Mshale, kipindi hiki cha matukio kwenye mwezi huu wa 9 mwaka 2026. Nyota ya Mshale, taarifa nyingi mtakazopokea zitahusiana na ardhi. Mambo ya ardhi, kujenga, kununua mashamba, kulima, nyumba, mambo kama hayo. Lakini mambo mengi utafikia malengo, na utafikia malengo kama ikiwa hauna mikosi. Na mambo mengi pia utayajua hatima yake. Kama mtu akawa anakuahidi, sasa utajua anakudanganya au ni kweli. Lakini hapa kuna kupoteza, kupotelewa, kuibiwa, kudanganya, ndio kutapeliwa. Ni vizuri ukawa muangalifu. Na siri nyingi ambazo zokuwa umezihifadhi sasa watazijua watu. Na we pia kuna siri nyingi walizokuwa watu wamekuficha, kwa upande wako utajua. Kwa maana hiyo vitu vingi vitakuwa wazi.
Twaib. Lakini hapa pia kuna vitu ambavyo utavijua, mfano vilikuwa vimepotea au vimeibwa. Sasa unaweza ukajua mwizi alikuwa nani au nani aliovihamisha vitu hivyo. Ni katika matukio ambayo yatajitokeza kwenye nyota yenu ya mshale. Twaib. Lakini ni wakati mzuri kujenga, kuimarisha nyumbani. Unaweza ukaongeza furniture, unaweza ukaongeza ujenzi, ukarabati tunasema, yani kuboresha makazi. Lakini hata kwenye mashamba pia unaweza ukaangalia mazao yako. Upande wa maradhi mtasumbuliwa zaidi na tonsils. Magonjwa ya tonsils haya yanasumbua sana. Ni kuwashwa kwa koo, lakini ni vizuri ukafuatilia matibabu kwa utaratibu uliokuwa mzuri. Naam, lakini pia vile vile magonjwa ya koo, utasikia kuwashwa koo mara kwa mara. Ni vizuri pia ukafuatilia matibabu pia. Na wataalamu wanatuambia wakati mwingine inasababishwa na virus au bakteria, lakini virus wanasema ni zaidi katika magonjwa hayo ya nini? Ya tonsils. Twaib. Upande wa uchumi katika hii nyota ya mshale, kipindi hiki cha mwezi wa nyota tunasema kuna mabadiliko katika kazi au biashara. Utaona biashara inaweza kufungua milango wa kipato kipya. Kama ni kazi unaweza ukapata promotion nzuri au bonus zaidi, ukajikuta kiuchumi umefanya vizuri. Na utafanya vizuri kuleta faida ikiwa hauna mikosi. Kama utakuwa na mikosi, utaona mambo mengi yanakuharibikia, unayaona hivyo hivyo, lakini cha kufanya unakuwa hauna. Twaib. Nyota ya 10 ni nyota ya mbuzi. Kipindi hiki mtakuwa na furaha, mtapokea zawadi, lakini ni kipindi cha kufanya ibada sana, kufanya maombi sana, Mwenyezi Mungu akukinge na maadui zako. Lakini marafiki pia, tumezoea kujikinga na maadui, lakini tunasahau kuomba Mwenyezi Mungu atuimarishie, atuongezee, lakini atuhifadhie zile neema ambazo tunazo ili zisitutoke. Unapokuwa na neema alafu ikakutoka, utasikitika muda mrefu, wakati mwingine huenda usiirejeshe kwa wakati. Tumezoea tu Mungu nilinde na maadui zangu, lakini tunasahau kusema Mwenyezi Mungu tuhifadhie neema zetu, yani tuendelee nazo zile neema, na maadui pia atulinde nao wasituletee madhara. Kila unapotutafuta basi watuepuke, na sisi tusiende tukaingia kwa maadui, na sisi tuwaepuke. Na ni dua muhimu inatakiwa kufanyika, ni mambo ya kiroho. Kwa hiyo katika nyota hii ya mbuzi, kama tulivyoashiria, zawadi zitakuwa ni nyingi, uchumi utakuwa ni mzuri, furaha zitaongezeka. Utaona mwenyewe mambo mengi yanaenda vizuri, lakini hapa uwe mwangalifu kwa sababu utapenda sana kufanya starehe, lakini hizo starehe zitakuletea mabalaa bila wewe mwenyewe kujua. Wakati unaona unajipongeza, kumbe ndo unaingia kwenye matatizo zaidi. Lakini wale ambao mlikuwa mmepata mali zile za wazazi wenu, basi ni vizuri mkajichunga nazo. Msizitumie tu, au watu wamewekeza mali zao mnizitumia, sio vizuri. Lakini pia hapa mtaitwa au mtapata mialiko ya kuhudhuria kwenye vikao mbalimbali. Na upande wa maradhi katika nyota ya mbuzi, kipindi hiki mtasumbuliwa zaidi na mabega, lakini homa zitakuwa za mara kwa mara, pamoja na mikono. Mikononi, ni juu ya vitanga vyetu, utasikia maumivu ya mikono. Ima utasema ulilalia vibaya, utasema ulifanya mazoezi zaidi, utasema ulinyanyua vitu vizito, vyovyote vitavyokuwa, lakini ni mwezi ambao utakuandama zaidi maumivu katika hizo sehemu nilizozielezea. Na upande wa uchumi katika nyota ya mbuzi, ni mwezi wenye msukumo sana, na ni mzuri zaidi wa kifedha. Kwa utaona mipango ya pesa inakuwa ni mizuri. Sasa ni wewe kuongeza juhudi ambazo zinaweza kuleta matokeo mazuri. Umepata pesa au uliweka pesa zako, basi ni wakati wa kuzitumia vizuri, kuhakikisha ule msukumo uliopata, ima umepata mipango ya biashara, au kuna kazi fulani ukiifanya, lakini kupitia kile ulichokuwa nacho, basi utaona kitaleta msukumo mzuri wa wewe kuongezekewa pesa. Inawezekana ulikuwa umejenga, hujapangisha, ukaona watu wanakuja kutaka kupangisha, ukawarekebishia. Tayari ukiwapangisha ni sababu ya kupata ule msukumo wa nini, wa kupata pesa katika nyota ya mbuzi. Nyota ya 11 ni nyota ya ndoo. Katika mwezi wetu wa kinyota ni mwezi wa 9. Watu wa nyota ya ndoo mtasumbuliwa zaidi na magonjwa, huzuni, na wengine mtaacha msipokuwa makini.
Unaweza kuona migogoro inaanza kidogo kidogo na wewe ukaiona ukaikuza, basi italeta mabalaa zaidi. Sio vizuri kufanya hivyo. Lakini maafa yatajitokeza na mambo mengi ambayo unatarajia yasiwe au yasitimie, utayaona katika njia kama hizo. Lakini pia kusingiziwa na wanawake, watakusingizia sana. Kama ni mkeo anaweza kukwambia wewe umefanya jambo fulani na mtu fulani, ni usingiziwaji huo, sio? Lakini na wanawake kwa wanawake pia itakuwa ni hivyo. Kufanyiwa ujeuri au ubaya ni vitu vitajitokeza zaidi katika nyota hii ya Ndoo katika mwezi wetu huu. Kwa ni mwezi wa kuwa muangalifu zaidi. Lakini kwa wale ule kuwa nao pia, na unao nafasi ya kutoka katika shida, unaweza ukachomoka, tukasema ukapata nafasi ya kuchomoka, lakini tabu bado zitaendelea. Lakini marafiki wataongezeka. Unaweza kaja marafiki wengi lakini wakawa hawana msaada na wewe. Kwa hiyo ni hali ambayo itakayojitokeza. Ni vizuri na wewe ukawa muangalifu au ni mwenye uvumilivu ili hali hiyo ipite. Upande wa afya, mtakuwa mnasumbuliwa na kukohoa, itajitokeza zaidi. Lakini pia katika mambo yatakayojitokeza, mambo mengine ni kuvimba kwa tumbo. Utaona tumbo litakuwa kama linajaa hivi gesi mara kwa mara. Inaweza ikaenda mbali, lakini ni vizuri ukishaanza kuona dalili kama hizo ukatafuta ufumbuzi haraka, watu wakusaidie. Lakini pia magonjwa ya tumbo yatajitokeza zaidi watu wa Ndoo katika kipindi hiki cha mwezi wa 9. Na nyota yetu ya mwisho ni nyota ya 12, ni nyota ya Samaki. Upande wa uchumi katika nyota ya Ndoo katika kipindi hiki, kipato kinaweza kuhusishwa na teknoloji. Yaani utaona kupitia labda mitandao ya kijamii au kupitia utaalamu wako, lakini kupitia mambo ya kiteknoloji ukafanya vizuri. Lakini pia utapata umaarufu au utapata marafiki pia kupitia nini? Kupitia watu mbalimbali katika mitandao. Utaona umefahamiana na watu mbalimbali kupitia mitandao, ima kwenye mikutano umekutana, ndio mitandao yenyewe. Nyota yetu ya Samaki kama nilivyoashiria ni kipindi cha kubadilika mambo mengi. Lakini pia ni kipindi kwenye mahusiano utafanya vizuri. Kama kuna mtu ulikuwa unamtafuta utampata, yeye atakuwa ndio compatible wako. Na hapa nimefafanua vizuri katika darasa zangu nyingi na kwenye vipindi vyangu kwamba unapotaka kuanzisha mahusiano, nini cha kuangalia? Cha kwanza ni kumwangalia tabia yule mpenzi wako, na wewe ujiangalie tabia yako. Yaani uchunguze, je, tabia yangu na tabia ya huyu inaendana? Ya kwanza. Lakini kuna zile alama, nani amekuwa ni dhaifu zaidi, unaangalia. Lakini mnaanza lini kuoana, inatakiwa iangalie. Ukifanikiwa hayo mambo matatu, unakuwa umeingia kwenye mahusiano vizuri kabisa, wala huwezi ukajuta baadaye kwamba mimi sikujua tabia zako, ile itakuwa halipo. Na hapa pia kuna siri ya kuangalia mtaalamu sahihi ni upi. Mwingine anaweza akakwambia hapa mambo tunaona ni mazuri, lakini wakati wa kuangalia matokeo ukayakuta yameenda kinyume. Maana yake itakuwa mtaalamu hayuko vizuri. Mtaalamu mzuri ni yule anayekueleza matukio au maelezo yanaendana na uhalisia. Huyo ndo anakuwa ni mtaalamu mzuri. Naam. Lakini unaweza ukanunua chochote unachotaka, na wale ambao uliokuwa umewakopesha ni kipindi cha kuwalipa. Usiwe na ubahili ukajifikiria tu wewe na starehe ukaendekeza matumizi. Hapana. Ni kipindi sasa cha kuwalipa wale ambao uliokuwa umeenda kuwakopa. Lakini ni kipindi tena cha kuibiwa. Kwa hiyo utaona hapa kuna mambo mengi ndani yake. Kuna mambo ya kufanikiwa, lakini kuna mambo pia ya kuharibikiwa. Ndio mwanzo nikasema ni mwezi wa mabadiliko. Mabadiliko ni hayo. Unaweza ukafanya vizuri kama utakuwa uko vizuri, yani huna mikosi. Na ukiwa na mikosi utaanza kuona kila kitu kinakuwa si kizuri. Utaibiwa, utatapeliwa, utapoteza, yote hayo yatajitokeza. Lakini wale watu ambao walikuwa hawapo utaonana nao sasa. Walikupotea kwa muda mrefu, utaonana nao katika kipindi hiki. Naam, upande wa afya katika mwezi huu wa 9 kwa nyota ya Samaki, mtasumbuliwa zaidi na moyo, lakini mtakuwa na wasiwasi mwingi, kutetemeka viungo, lakini pia na hii homa ya manjano ambayo huwa inaumiza sana macho, lakini ngozi pia, na haja ndogo kubadilika, lakini pia na kuwashwa mwili. Ni katika mambo ambayo yatakayojitokeza, yatakuchanganya,
lakini ni vizuri ukatafutia ufumbuzi, ukaenda kwenye vituo vya afya wakakuchunguza. Lakini pia dawa, ukatumia dawa kwa utaratibu ule ambao utakuwa ni sahihi. Dawa ikiwa ni nzuri, utaona ugonjwa unaondoka. Upande wa nyota ya samaki kwenye fedha au kipato katika mwezi huu, fedha zinahitaji tahadhari sana, lakini epuka kutoa pesa kwa ahadi zisizo na uhakika. Hii utaona unamwahidi mtu nitatoa, lakini yani unamwambia nitakupa, nitatoa, wale wanaokudai nitawalipa, wakati unajua kabisa uhakika wa kulipa hakuna. Ni katika mambo unatakiwa kuyaepuka sana. Asanteni sana. Ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abalhassan Jumar, ni mtaalamu wa elimu za namba, lakini katika kufafanua ishara za kinyota na ndoto, kutafsiri pia na utatuzi sahihi. Ikiwa na shida yoyote tuwasiliane. Asanteni sana, karibuni sana.